السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala min al-aziz anasema leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwaka 2019. Kulingana na hii, kwanza kabisa nataka kuwapongeza wanajumuiya wote. Mwaka mpya Mungu afanye mwaka huu uwe wenye baraka sana, na mwaka huu utuletee mafanikio mengi sana. Inatakiwa ikumbukwe kwamba kuwapongeza watu kwa maneno haina maana, wala kwa sababu ya kuwapongeza hatuwezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika mwaka huu mpya tunatakiwa tuahidi kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia mwaka mwingine mpya. Sisi katika mwaka huu ambao Mungu ametujalia, sisi tufanye juhudi ya kuondoa makosa yetu na kufuta makosa yetu, hasusan makosa tuliyofanya katika mwaka uliopita. Mwaka huu tuahidi kwamba sisi hatutarudia makosa yale, na vile vile tutafanya juhudi ya kuleta mabadiliko ndani yetu mazuri. Kwayo sisi tulifanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wakati wa kufanya bayat tuliahidi kwamba tutaleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam mwaka moja wakati fulani, kwa kueleza mada hii kwamba mwanajumuiya anatakiwa awe na sifa za aina gani, amesema mtu baada ya kufanya anatakiwa asibaki na imani hii kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya imani hii atapata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pamoja na hii inatakiwa mufanye juhudi kwamba ikiwa nyinyi mumejiunga na jumuiya hii, basi nyinyi muwe wacha Mungu na watu wema, na vile vile muepukane na uovu wa kila aina, na muendelee kumnyenyekea Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Vile vile museme maneno mazuri, vile vile muendelee kufanya istighfar na mufanye maombi katika swala zenu. Na maombi mtaweza kufanya katika swala wakati mtakapotimiza haki za swala, yani mtaswali swala vizuri. Amesema kwamba kumpokea nabii
haileti faida kwa ajili ya mtu, kwa sababu Mungu haridhiki na kauli ya mtu peke yake. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu pamoja na imani ametusihi, ametuamuru tufanye vitendo vizuri, amali nzuri. Amesema vitendo vizuri ni vile vitendo ambamo hakuna ufisadi ndani yake hata kidogo. Hazur anasema kwamba haya ni malengo kwa ajili ya wanajumuiya, na huu ni mwelekeo. Ikiwa sisi tunafuata mwelekeo huu katika mwaka huu katika maisha yetu, na kwa ajili ya kufuata mwelekeo huu, ikiwa sisi tunatumia uwezo wetu wote, bila shaka katika hali hii mwaka huu utakuwa wenye baraka kwa ajili yetu. Ikiwa hali hii haipatikani ndani yetu, kama nilivyosema hapo awali kwamba ikiwa tunawapongeza watu kuhusu mwaka mpya, basi kupongeza kwetu itakuwa kama ni kauli tu. Katika mwaka mpya siku ya kwanza, ikiwa tunaswali swala ya tahajjud, si maana yake kwamba sisi tumefanya mema ya mwaka mzima, bali tunatakiwa sawa na uwezo wetu na juhudi yetu tuendelee na mwenendo huu, yani tuendelee kuswali swala. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, na sisi kwa kweli kweli katika maisha yetu ya binafsi mwaka huu uwe wenye kuleta baraka chungu mzima kwa ajili yetu, na vile vile mwaka huu uweze kuleta maendeleo makubwa kwa ajili ya Jumuiya Ahmadiyya. Hazur anasema baada ya mada hii mfupi mimi nakuja mimi nitaeleza mada ingine. Kama sisi sote tunajua kwamba katika Januari mwaka mpya wa Wakf Jadid unaanza, na katika Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ya pili ya Januari kwa kawaida anatangaza mwaka mpya wa Wakf Jadid. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni mwenendo wa jumuiya Sayyidina Alayhi salatu wasalam, na ilitakiwa iwe hivi kwamba waamini wawe na mwenendo huu, kwa sababu katika zama hizi sawa na mafundisho Qur'an tukufu na sawa na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia ufahamu katika mwaka huu, katika zama hizi. Ndani ya Qur'ani tukufu katika sehemu mbalimbali Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tutoe mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ametukumbusha kwamba tutoe mali katika njia yake, si maana yake Mungu anahitaji mali yetu, bali ikiwa sisi tunatoa mali katika njia ya Mungu, sisi tunafaidika. Na kwa kawaida kwa sababu ya kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu maendeleo ya jumuiya yanapatikana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, fattakullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yani mcheni Mwenyezi Mungu kadiri mnayoweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na sikilizeni na mtini na mutoe katika njia ya Allah, kwa sababu kutoa katika njia ya Allah ni heri kwa ajili yenu. Na wale ambao wanaokolewa katika bahili ya nafsi, hao ndio ni wale waliofaulu. Kisha katika aya inafuata Mungu amesema, in tukrizullaha qarzan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Yani ikiwa mnampatia Mwenyezi Mungu mkopo, bila shaka Mwenyezi Mungu atawazidishieni na atawasameheni, na bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Basi Mungu anamzidishia yule mtu ambaye anatoa katika njia yake, kwa sababu
kutoa mali mtu anafaidika mwenyewe, vile vile kutoa kwake inakuwa sababu ya kuleta maendeleo katika jamaat. Hivyo ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba muipukane na ubahili, kwa sababu ya bahili mataifa yaliyotangulia yaliangamia. Hivyo ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema muipukane na moto hata kama mnajiokoa kwa kutoa nusu ya tende. maana yake ni kwamba kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sababu ya kujiokoa katika moto. Basi ikiwa tunatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, sisi wenyewe tunafaidika. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu kutoa mali katika njia ya Allah anasema, hii haiwezekani kwa ajili yenu kwamba nyinyi mupende mali na vile vile mumpende Mwenyezi Mungu. Mnaweza kumpenda kitu kimoja. Basi mwenye bahati ni yule mtu ambaye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa miongoni mwenu kwa kumpenda Mwenyezi Mungu anatoa katika njia yake, basi mimi nina yakini kamili kwamba Mungu atamzidishia mali yake zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu mali haiji yenyewe, bali mali inatolewa na Mwenyezi Mungu. Basi yule mtu ambaye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anatoa sehemu fulani ya mali yake, lazima ataona mali yake itamzidishia. Lakini yule mtu ambaye anapenda mali yake na yeye hatoi mali katika njia ya Mwenyezi Mungu jinsi anayotakiwa atoe katika njia ya Allah, bila shaka yeye atakosa mali yake katika hali hii. Amesema, msidhani kwamba mali inakuja kwa sababu ya juhudi yenu, bali mali inakuja kwenu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wala msiwe na yakini imani hii kwamba kwa kutoa mali au kwa kutoa huduma fulani mnafanya ihsani juu ya Mwenyezi Mungu au mnafanya ihsani juu ya nabii wa Mwenyezi Mungu, bali hii ni ihsani ya Mungu kwamba anawakumbusheni kuhusu juhudi hii na kuhusu kujitolea. Basi kumbukeni kwamba kutoa kwenu ni kwa ajili ya heri yenu. Huzuru anasema, basi wale waliofanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam walielewa vizuri amri hii ya Mwenyezi Mungu na wanajumuia wanatoa katika njia ya Allah. Si wale tu ambao wamejiunga na jumuiya kwa muda mrefu sana, hata wanajumuiya ambao ni wanajumuiya wapya, wao pia wanaelewa vizuri roho ya kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo wengine ambao wanaishi maisha ya umaskini, lakini hawapo nyuma katika kutoa mali katika njia ya Allah. Hawa pia wanatoa katika njia ya Allah kama wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam maswahaba zake walikuwa wakitoa. Na kuhusu hawa waliokuwa wakitoa, Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba kwa kuona mapenzi ya wanajumuiya mimi nashangaa sana. Wapo wengine miongoni mwa hawa ambao mapato yao ni kidogo sana. Kwa mfano ametoa mfano wa Mir Jamaluddin Kharuddin. Amesema hawa ni wale ambao wanaishi karibu na kijiji changu, na hawa wote ndugu watatu labda wanapata kibarua na wanapata mapato sumni 3-4 kila siku, lakini wanatoa mchango kila mwezi bila kukosa. Huzuru anasema kwamba hii ilikuwa hali ya kujitolea kwao, na baraka yake ni kwamba vizazi vyao vinaishi maisha ya starehe. Huzuru anasema kwamba siku hizi pia tunakuta hali ya imani hii inapatikana siku hizi katika jamaat. Hata wale wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi za mbali sana, maeneo mbalimbali, wao pia wanakuwa na mifano ya aina hii. Hawa ni wanajumuiya ambao walijiunga na jumuiya baada ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, baada ya kupita miaka 100.
wapo wengi ambao hawajawahi kukutana na halifa, lakini hawa wanakuwa na mapenzi ya dini na utii wa uhalifa, na vile vile wanakuwa na shauku ya kutimiza ahadi ya bayat. vile vile wanakuwa na shauku ya kutoa huduma ya dini, kiasi hiki kwamba kwa kuona hali yao hii tunashangaa. Ikiwa sisi tunaona hali hii inayopatikana katika jamaat, hali hii inatosha dalili ya kuthibitisha ukweli wa sayyidina alayhi salatu wassalam, na hali hii haiwezi kupatikana bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Kuna matukio mbalimbali ya wale waliojitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Nataka kutoa mifano kadhaa. Kuna mwanajumuiya mmoja kutoka Ghana, anasema miaka michache iliyopita nilikuwa nadaiwa kodi ya shule pound 5,000. wakati ule nilikuwa nafanya kibarua, lakini posho yangu ilikuwa ndogo sana. Hata kama mimi ningekusanya posho yangu ya mwaka mzima nisingeweza kulipa ada ya shule. Kwa hiyo mimi nikapata mkopo kutoka benki pound 3,000. kwa hiyo 40% ya posho yangu ilikuwa inaenda kulipa mkopo, lakini nilikuwa nikitoa mchango. Siku moja nilienda katika mission house ya Kamasi. Mbashiri akanikumbusha kuhusu mchango wa wakfe jadid. Wakati ule mimi nilipoangalia mfuko wangu, na mfukoni mwangu ilikuwa fedha sawa na ahadi yangu, nikafikiria nikitoa mchango fedha hii katika mchango sitakuwa na nauli kwa ajili ya kuenda kazini. Lakini anasema kwamba mimi sikujali, basi mimi nikatoa fedha ile katika mchango wa wakfe jadid. Nilikuwa narudi katika mission house, nikapata simu kwamba katika akaunti yangu fedha kiasi fulani imeingizwa katika akaunti yangu, na ilikuwa 5% zaidi kuliko ile fedha niliyotoa katika mchango. Nilifikiria labda benki imekosea na baadaye watachukua fedha hii, kwa sababu nilikuwa tayari nimeshapata posho. Lakini kesho yake asubuhi nilipokwenda kazini, nikakuta kwamba kutoka serikali nimepewa fedha hii. Mimi nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinijalia nafasi ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi tangu siku ile mimi nalipa ahadi zangu zote kwa makini sana. Wazuri anasema huyu bana anaishi katika nchi ya Afrika. Hivyo ndivyo kutoka katika Burkina Faso, ni nchi ambapo watu wanaongea lugha ya Kifaransa. Kutoka Bobo Jelaso, Bashiri anaandika kwamba khadi moja ambaye ni mwanajumuiya mpya, tangu muda fulani alikuwa amepata maradhi ya akili na alikuwa akitumia dawa ya usingizi, na kwa sababu yake hii pressure yake ilizidi sana. Siku moja akaja mission house, akasema anataka kulipa mchango wa Tahrika Jadid na Wakfa Jadid. Bashiri akamwambia kwamba wewe unaweza kutoa mchango sawa na uwezo wako. Yeye akasema kwamba mchango ambao ni mchango sawa na kiwango ni mchango kiasi gani. Bashiri akamwambia kiwango chake. Yeye akatoa mchango wake na akatoa mchango kwa furaha. Baada ya siku kadhaa akaja tena katika mission house, akasema nilikuwa naumwa sana, lakini kwa baraka ya mchango sasa hali yangu imepona. Mimi nimeacha kutumia dawa ya usingizi na mimi vile vile nasikia utulivu. Vile vile kwa sababu baraka ya mchango mimi nimeanza kuswali swala, na kabla ya kutoa mchango hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba nilikuwa nafikiria nijiue. Yani kwa sababu ya maradhi nilikuwa nafikiria nijiue. Kutoka katika Uingereza kuna mwanajumuiya mmoja, yeye anasema mimi nilikumbushwa kuhusu mchango wangu wa Wakfa Jadid na niliambiwa kwamba mwaka jana nilitoa kiasi hiki. Kwa hiyo mimi nikaahidi kwamba mimi nitatoa zaidi kuliko mwaka jana, na wakati ule nilikuwa sina fedha hata kidogo. Nikaanza kufanya dua, Mola unifanyie mpango ili unipatie fedha ili nitoe mchango wangu. Anasema baada ya wiki 2
kutoka katika tax department nikapokea barua na niliambiwa kwamba nimetoa kodi zaidi mwaka huu, kwa hiyo walinirudishia fedha ilikuwa zaidi. Anasema mimi mwenyewe ni accountant, najua vizuri hisabu ya kodi, lakini Mwenyezi Mungu kwa kunionyesha muujiza alinirudishia fedha hii. Na sawa na maoni yangu, kodi nilitoa ilikuwa sawa na mapato yangu, lakini nilirudishiwa fedha. Baada ya siku kadhaa mwenyekiti akanipigia simu tena na akaniambia kwamba mwaka jana ulitoa fedha kiasi hiki, kwa hivyo mimi nikasema nitatoa zaidi kuliko mwaka jana. Wakati ule nilikuwa sina fedha. Anasema wakati wa Tahrika Jadid Mungu alinirudishia kodi. Sasa mimi sioni njia yoyote ya kutoa kulipa wakfa jadid. Lakini baada ya wiki moja nilipokuwa naangalia karatasi nikakuta kuna bili moja, pamoja na bili ilikuwa offer kutoka company. Nilipopiga simu nilisema nipewe prepaid card. Kwa hiyo ile card iliyotumiwa kwangu, fedha iliyokuwa katika card ile ilikuwa zaidi kuliko mchango wangu wa wakfa jadid. Zuru anasema kwamba mifano ya aina hii inapatikana katika Afrika na katika hapa pia, hususan wale watu ambao wanataka kutoa mchango kwa nia halisi. Mungu anawaonyesha nishani hii. Bashar Navi Sahib kutoka Burkina Faso anasema katika mkoa Boromoro, Bana Kone Hadim Sahib ambaye ni mwanajumuiya mpya alikumbushwa kuhusu mchango na yeye alikuwa akimpatia mchango mashehe zamani, lakini baada ya kujiunga na jumuiya yeye akatoa mchango katika jumuiya. Baba yake alipojua ametoa mchango katika jumuiya akamkasirikia na akampatia shamba kiasi fulani na akamtenga. Anasema katika shamba ile niliyopewa kutoka kwa baba, Mungu alinipatia mavuno sana, na watu wengine mavuno yao yaliharibika, lakini shamba lake lilileta mavuno zaidi kuliko watu wengine wote. Hata yeye alimsaidia baba yake kwa ajili ya kulima shamba na baba yake pia akapata mavuno mazuri. Baba yake akasema kwamba wewe umepata baraka hii kwa sababu umetoa mchango katika jumuiya yako. Bila shaka amesema hayo pia, jumuiya yako ni kweli, uendelee kushika vizuri jumuiya yako. Mimi nina matatizo mengi, siwezi kumwacha shehe wangu, siwezi kupokea jumuiya, lakini wewe ushike jumuiya vizuri sana. Bila shaka jumuiya yako ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huyu bwana ametoa mchango mara 2 zaidi kuliko mwaka jana. Kutoka Gambia, katika kijiji fulani, wapinzani wa jumuiya walijaribu kuwapoteza wanajumuiya wapya na wakadai kwamba wamewapoteza wanajumuiya wote wapya katika imani yao. Mwanajumuiya mmoja akamwambia mwalimu kwamba wapinzani wanafanya upinzani, lakini upinzani wao unafanya kazi kama mbolea, kwa sababu kabla ya upinzani nilikuwa si mwanajumuiya mzuri, lakini sasa mimi natoa mchango wa Tahrika Jadid na wakfa jadid, na vile vile pamoja na upinzani mimi nimejiunga mpango wa wasiyat pia. Hazur anasema upinzani huu umewazidisha wanajumuiya katika imani. Katika Gina Kunakiri, bana moja aitwaye Akubi Saheb, yeye anasema Bashiri mkuu alipotuhutubia na alieleza matukio mbalimbali ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, nikaathirika sana. Nilikuwa naenda safarini Sierra Leone na nilikuwa na $300 tu na nilikuwa na hitaji fedha yote, lakini licha ya kuwa na hali hii mimi nikaweka $100 katika bahasha na nikasema mimi nitatoa mchango wa wakfa jadid, na baadaye nikaanza kufanya shughuli zingine na sikuweza kulipa mchango wa wakfa jadid. Na anasema ilipita masaa 2 tu, mtu mmoja akaja ofisini kwangu
na akanipatia bahasha moja na akasema kwamba rafiki yako fulani amekutumia bahasha hii. Nilipofungua bahasha nilikuta ndani yake ilikuwa $300 na iliandikwa ndani yake kwamba unaenda safarini, basi mimi nakutumia zawadi hii. Basi nikakumbuka mara moja kwamba ile fedha niliweka kwa ajili ya mchango Mungu, mimi bado sijalipa, lakini Mungu amenizidishia. Anasema mimi kwa kuona hali nikamtukuza Mwenyezi Mungu sana kwamba Mungu amenijalia mimi nimejiunga na jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Huzur anasema hivi Mungu anaendelea kuzidisha imani ya wanajumuiya. Hawa ni wanajumuiya ambao wanaelewa mali inakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mkoa wa Benin kutoka jumuiya ya Amume, mwenyekiti wa jumuiya hii anaandika, Ahunga Jasik Saheb ni anaandika kwamba alichukua mkopo mkubwa sana na alikuwa hawezi kulipa mkopo. Katika hali hii mwalimu akatukumbusha kuhusu mchango wa Wakf Jadid na akasema kwamba mwaka unakwisha haraka sana na wale ambao bado hawajalipa mchango wa Wakf Jadid wao walipe mchango wao haraka iwezekanavyo. Sasa Saheb anasema nilikuwa sina fedha ya kulipa, vile vile nilichukua mkopo. Kwa hiyo nikawa na fikra hii kwamba nalazimika kutoa mchango wa Wakf Jadid pia ingawa nilichukua mkopo. Wakati ule nilikuwa na franc 500 mfukoni, kwa hiyo nikatoa mchango wa Wakf Jadid na nikaenda nyumbani, na pamoja na hii niliendelea kufanya maombi kwamba namna gani mimi nitalipa mkopo na daiwa mkopo mkubwa. Anasema kesho yake mimi nikapata kibarua na kazi ile ilikuwa ya siku chache na ujira wake uliowekwa ulikuwa zaidi kuliko mkopo niliochukua. Kwa hiyo mimi nikakubali kazi ile na kazi ile mimi nikamaliza katika siku kadhaa. Kwa hiyo nikalipa mkopo wote, vile vile niliweza kununua vyakula kwa ajili ya nyumbani. Na anasema kwamba hii yote mimi na imani kwamba ni baraka ya mchango niliotoa. Hazur anasema kwamba hawa watu wanakuwa na imani, hawa wanajumuiya wanakuwa na imani kwamba Mungu anafanya mpango huu wote kutoka katika mali mkoa wa Takaso. Mwalimu anasema mwanajumuiya mpya aitwaye Abubakar anasema baada ya kujiunga na jumuiya mimi nimeona baraka chungu mzima ya mchango. Mtoto wangu mmoja alikuwa akiumwa kila mwaka na nilikuwa nitumia fedha kubwa sana kwa ajili ya matibabu, na vile vile nilikuwa nikichukua likizo kwa sababu ya ugonjwa wake, lakini tangu nimeanza kutoa mchango yule mtoto wangu haumwi tena. Mimi sina shaka hata kidogo kwamba hii yote ni baraka ya ule mchango niliotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka Ivory Coast mkoa wa San Pedro, mbashiri wa kule anaandika, Kailifa ni kijiji ambapo watu kadhaa walijiunga na jumuiya. Katika mwaka huu 2018 nilienda kwa ziara ya jumuiya hii na niliendelea kufanya mahubiri usiku, na wale ambao walikuwa si wanajumuiya wapya walishiriki katika kikao kile. Na swala ya alfajiri tuliswali katika nyumba ya wanajumuiya moja, na wanajumuiya kadhaa waliswali swala alfajiri. Na wanajumuiya baada ya swala alfajiri waliambiwa kwamba mwezi ujao ni mwezi mwisho wa Wakf Jadid, kwa hiyo wanajumuiya wote wanatakiwa wafanye juhudi na watoe mchango wa Wakf Jadid. Kwa hiyo baada ya darsa watu wakaenda majumbani kwao, na nilikuwa nafikiria kwamba hawa watu ni wanyonge, si matajiri, huenda nitaweza kukusanya franc 5,000 tu kutoka kwa hawa wanajumuiya wapya na mchango huu utakuwa nyingi sawa na hali ya wanajumuiya hawa. Anasema mimi nilishangaa wakati mwanajumuiya mmoja alipokuja kwangu na akasema, sisi tunakuomba radhi kwamba mavuno yetu bado hayajakuwa tayari, kwa hiyo sisi tunaweza kukupatia 17,000 franc sifa. Na pamoja na hiyo akasema utuombee Mungu aweke baraka sana katika mimea yetu ili sisi tuweze kutoa michango zaidi. Kutoka katika India, Inspector Saheb moja bana Iqbal Saheb anaandika, katika jumuiya ya Kameredi wanajumuiya walikumbushwa kuhusu Wakf Jadid. Kijana mmoja alitoa mchango wake wote, na siku ile ile akapata habari kwamba
atapata fedha kubwa sana ambayo alikuwa na subiri tangu miaka 8, na yeye alikata tamaa kwamba atapata fedha hii, na yeye akapata fedha ile, na vile vile alipata kazi ya kudumu. Anasema hayo yote ni baraka ya mchango niliyotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema sasa kila mwaka mimi nitatoa posho yangu ya 15 kila mwaka katika mchango wa Fajadid. Kutoka katika Romania, mbashiri wa pale anaandika, kuna wanajumuiya mwenyeji wa Romania anatoa michango yake vizuri bila kukosa, na kwa bashasha na kwa furaha anatoa michango, na sisi hatupati nafasi kumkumbusha atoe mchango, bali yeye mwenyewe anakuja kutoa mchango wake. Vile vile anatoa mchango kwa njia nzuri sana. Anaweka mchango katika bahasha, na juu ya bahasha anaandika jina la mchango. Yeye aliniandikia barua. Bashiri anasema kwamba katika barua yake aliandika kuhusu uzoefu wake. Anasema mimi na fadhila za Mwenyezi Mungu natoa mchango. Tangu mimi natoa mchango, mimi nimeshuhudia kwamba kwa sababu ya kutoa mchango wateja idadi yao imeongezeka sana. Upande moja mimi natoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, na upande mwingine Mungu ananipatia fedha ile ile niliyotoa, hata ananizidishia. Sasa kwa sababu baraka ya mchango wateja wengi wananijia. Hazur anasema kwamba hawa ni wanajumuiya ambao katika nchi hizi za Ulaya ambapo watu wanaelekea dunia, lakini wao walipojiunga na jumuiya hawa walishuhudia fadhila za Mwenyezi Mungu, na waliposhuhudia fadhila na baraka za Mungu imani yao iliimarika. Kutoka India bana moja aitwaye Salim Sahib ambaye ni inspector anasema mwanajumuiya moja ambaye ni teacher katika private school, yeye alikumbushwa kuhusu mchango wa Waqf Jadid, na aliambiwa kwamba sawa na posho yako inatakiwa utoe mchango wa 5,000. Akasema mimi ni mwalimu wa shule ndogo, mimi siwezi kutoa mchango kiasi hiki. Lakini akasema Mungu atakupatia nafasi, waahidi. Na mwaka huu tulipokwenda tena kukutana naye, yeye alikuwa amekaa katika kiti cha principal, na akasema baraka ya mchango ni kiasi hiki kwamba mimi nimenunua shule hii. Yeye akaambiwa kwamba unatakiwa uongeze ahadi yako ili Mwenyezi Mungu akujalie uweze kununua shule zaidi. Akasema tayari mimi nina mpango wa kununua shule nyingine, na sasa hivi mwenye shule amenipigia simu kwamba mimi nichukue funguo wa shule. Na anasema sasa mimi nina shule 4, na zamani alikuwa na shule ya bati, lakini sasa ana shule moja ambayo ni ghorofa, na sehemu moja ametoa kwa ajili ya kusali swala. Anasema baraka yote imepatikana kwa sababu ya kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amir Sahib wa Liberia anasema katika Desemba timu yetu ilifika katika kijiji fulani, na kijiji hiki si mbali sana kutoka mji, lakini wao hawana maendeleo ya kidunia, hata barabara imevunjika, hata daraja pia imetengenezwa na kutumia mbao. Baada ya swala tukaanza kufanya mahubiri, tuliwafikisha watu ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tulieleza malengo ya jumuiya. Mzee mmoja katika kijiji kile aitwaye bana Usman Kamara akainuka na akaanza kueleza ndoto yake, na akasema mimi niliona hivi karibuni kwamba bingu imeanguka na maafa yametokea, na katika hali hii gari moja inasimama barabarani, ndani yake watu weupe wamekaa na wanatuita kama njoni hapa, sisi tutawapatieni usalama. Na baada nikaamka na nikaanza kufikiria kwamba hii ni ndoto ya aina gani na maana yake ni nini. Lakini baada ya kuja kwenu mimi nimeelewa maana ya ndoto yangu ni nini. Akasema mimi ni mzee sana,
lakini mara ya kwanza katika maisha yangu mimi nimeona watu weupe katika kijiji changu ambao wanafanya mahubiri ya islam. Kwa hiyo watu wote walikuwa pale, wakaamua watajiunga na jumuiya, wakafanya bayat, na wao wakaambiwa kwamba mnatakiwa mtoe njia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao walipokumbushwa kuhusu mchango, hawa wanajumuiya wapya wakatoa mchango, na sasa hawa wanajumuiya wanaendelea kuzidi katika imani na ikhlas. Sasa lajna wa Canada anasema nilipokwenda kuzuru jamaat moja, mama moja akaniambia kwamba binti yake amepewa zawadi $80 na anataka kununua kitu chochote, lakini yule binti alipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfu jadid akatoa $80 katika mchango wa wakfu jadid. Anasema Mungu alimjalia kiasi hiki kwamba alishika nafasi ya kwanza katika shule na akapewa zawadi $300. Kwa sababu ya tukio hili imani yule binti iliimarika sana. Hazur anasema kwamba siku hizi kuna mchezo Fortnite wanacheza, na wazazi wanatakiwa wazuie watoto wasicheze mchezo huu Fortnite. Vile vile Khudamul Ahmadiyya pia inatakiwa wakumbushe watoto wasicheze mchezo huu Fortnite. Katika gazeti ilikuwa makala na iliandikwa kwamba wapo watu ambao wanawasiliana na watoto na wanawaahidi watoto kwamba watanunua mchezo huu kwa ajili ya watoto, na hivi wanachukua akaunti ya wazazi wao na kisha wanatoa fedha katika akaunti ya wazazi wao. Hivi wazazi wanakosa fedha katika akaunti yao, na pamoja na hii watoto wanaharibika na wanapata fikira mbaya, na vile vile wazazi pia wanapata hasara. Kwa hivyo watoto wanatakiwa wasicheze mchezo huu utwae Fortnite. Tunatakiwa tuwakumbushe watoto kwamba watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, hususan katika mchango wa wakfu jadid. Watoto wote wanatakiwa washiriki. Kutoka katika mkoa wa Karnataka wa India, Inspector Sahib anaandika kwamba tulifanya refresher course. Mimi na Naib Nazamat tulienda kule kuhudhuria kikao kile. Mwalimu akasema kwamba mwaka huu mvua imenyesha sana na hasara kubwa imepatikana ya mimea, kwa hiyo kuna shida ya kukusanya mchango wa wakfu jadid. Naib Nazamal wakati alipokuwa anaondoka katika nyumba ya mwalimu, yeye akawapatia watoto wake rupiya 100 kama ni zawadi. Anasema mara tena nilipokwenda kumtembelea mwalimu, wale watoto ambao walipewa zawadi wakatoa fedha ile katika mchango wa wakfu jadid, na wakasema kwa sababu mfuriko unapatikana katika Kerala na hatuna fedha nyingine, kwa hiyo mupokee fedha hii ambayo tulipewa kama ni zawadi. Kwa hiyo hawa watoto ingawa ni wadogo lakini wanajua umuhimu wa mchango. Hazuru anasema katika Uingereza kuna mwanamke mmoja anasema 2010 nilijiunga na jumuiya. Mimi kwa sababu kujiunga na jumuiya nilifukuzwa nyumbani kwangu. Wakati huo nilikuwa sina kazi yoyote. Nilikuwa naona haya kwamba mimi siwezi kutoa mchango. Ilhali Hazuru anasema kwamba mwaka wa kwanza si lazima wanajumuiya wapya watoe mchango, lakini anasema yeye akaahidi kwamba nikipata kazi nitatoa mchango, na nitatoa mchango tangu siku nimejiunga na jumuiya. Kwa hiyo baada ya siku kadhaa nikapata kazi, nikaanza kutoa mchango. Kwa sababu ya baraka ya mchango, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika mwaka moja mara 3 nyongeza ilipatikana katika posho yangu, na wale wazazi wangu ambao walinitoa katika nyumbani wao pia wakaanza kuwasiliana nami. Kwa hiyo mahusiano mazuri yamejengwa, na mimi tayari nimeolewa. Anasema baraka hii yote ilipatikana kwa sababu ya kutoa mchango katika njia ya Allah. Kutoka Liberia, kutoka katika county Cape Town, mwalimu pale anasema tuliwakumbusha wanajumuiya wa jumuiya fulani kuhusu mchango wa wakfu jadid.
mosokomara ni mwanamke mmoja ambaye akasema, wakati mulipokuwa mnatukumbusha kuhusu baraka ya mchango, watu wengine walikuwa wanatoa mchango, lakini nilikuwa sina kitu chochote kwa ajili ya kutoa, kwa hiyo sikuweza kutoa mchango. Jana mimi nimeona katika ndoto kwamba umekuja tena, na mimi nimetoa $100 ya Liberian. Asubuhi nilipoamka nilikuwa shangaa, mimi sina kitu chochote kwa ajili ya kutoa mchango, namna gani nitoa mchango? Lakini fadhila za Mwenyezi Mungu ilipatikana kiasi hiki kwamba mtu mmoja akaja na akanipatia $500 ya Liberia, na akasema kwamba mtoto wangu amenitumia fedha hii, kwa hiyo mimi nimekuja kutoa $100 katika mchango wangu wa wakfu jadid. Hazur anasema kwamba wanawake mara nyingi wanatoa zaidi kuliko wanaume, na wao wanaelewa umuhimu wa mchango zaidi kuliko wanaume. Kutoka Guinea kuna koriba na Abubakar Saheb anaandika, ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya moja na yeye ni mkulima. Anasema baada ya kujiunga na jumuiya, wabashiri na walimu walikuwa wakinikumbusha kuhusu mchango wa wakfu jadid, na nilikuwa nikitoa kidogo, lakini mke wangu alikuwa anaelewa vizuri muhimu wa chanda mchango, na alikuwa akitoa mchango bila kukosa, na alikuwa akinikumbusha pia, na mimi nilikuwa nikimwambia kwamba tutakapotajirika tutatoa mchango. Anasema tutatajirika wakati sisi tutatimiza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mke wangu alikuwa akinilazimisha ili nitoe katika njia ya Allah, kwa hiyo nikaanza kutoa mchango, na mimi nilipoanza kutoa mchango sawa na kiwango, basi nikaona fadhila za Mwenyezi Mungu zilipatikana kama mvua. Wale watu ambao walichukua stashahada ya kilimo, wao hawakupata mavuno kama mimi nimepata. Mimi sina stashahada, sasa mimi navuna na mimi sileti mavuno nyumbani mpaka nitoe mchango wote kabla ya kuleta mavuno nyumbani. Kutoka Ivory Coast, Mbashiri anaandika kwamba bana Zablo Saheb alijiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto yake. Baada ya kujiunga na jumuiya anasikiliza hutuba zote, na yeye ni mhubiri mzuri, na yeye ananunua vitabu ya jumuiya kwa kutumia mfuko wake. Yeye alikuwa akifanya kazi hotelini na alikuwa katika cheo nzuri, lakini sasa alikosa kazi. Lakini sasa mke wake anafanya matumizi yote ya nyumbani. Akanipigia simu na akasema, mimi natuma frank 30,000 mchango wa wakfu jadid. Nikamwambia kwamba hali yako ya kifedha sio nzuri, unaweza kutoa kidogo kuliko 30,000. Na hivyo ndivyo kuna mchango wa jalsa salana pia. Akasema kwamba mimi nilimwambia mke wangu kwamba tutatoa 20,000, lakini mke wangu anasema tutatoa 30,000 sio 20,000. kwa hiyo yeye alitoa 30,000. vile vile alihudhuria jalsa salana pia. kwa hiyo huzuri anasema sehemu chungu mzima wanawake wanakumbusha kuhusu umuhimu wa mchango. mwenyekiti kutoka jumuiya ya Australia anasema kwamba wanajumuiya moja aliwahi kutoa mchango wa wakfu jadid, lakini wanajumuiya walikumbushwa tena kuhusu mchango wa wakfu jadid kwamba wao watoe zaidi mchango. kwa hiyo yeye pia alipowasiliwa yeye akatoa mchango zaidi. kesho yake akatupigia simu na akasema, mchango wa wakfu jadid niliotoa Mwenyezi Mungu amenipatia katika siku moja. Anasema tangu miaka 3 mimi naendesha biashara fulani, na tangu miaka 3 iliyopita haikupatikana hata siku moja wateja wamepatikana kama wamepatikana baada ya kutoa mchango wa wakfu jadid. hivyo ndivyo kutoka Indonesia. Kuna tukio la kushangaa sana. Mwanajumuiya mpya ambaye alijiunga na jumuiya 2016, yeye alipata upinzani kutoka kwa familia baada ya kujiunga na jumuiya.
hata yeye alipigwa na wanafamilia na walimlazimisha aache jumuiya na wakapiga marufuku yeye haruhusiwi kukutana na mbashiri, lakini aliendelea kukutana na wabashiri kwa kuficha. bashiri akamwambia kwamba baada ya kujiunga na jumuiya usumbufu huu anapatikana. Anasema mimi nipo tayari kujitolea hata kama mimi napata upinzani wa aina gani. vile vile aliambiwa kuhusu umuhimu wa mchango. Baada ya mwezi moja, yani baada ya kujiunga na jumuiya, katika mwezi moja alianza kutoa mchango. Alikuwa hapati kazi, lakini alipokuwa akipata kibarua alikuwa akifanya kibarua ndogo ndogo na alikuwa akitoa mchango. Na usiku alikuwa akija mission house, na yeye alikuwa akija mission house kwa kujificha ili watu wasiwezi kumuona, lakini yeye aliendelea kuja mission house na vile vile aliendelea kutoa mchango bila kukosa. Kuna tukio lingine kuhusu mtu ambaye si mwanajumuiya, lakini yeye pia alipata hamu ya kutoa katika njia ya Allah. Bashiri kutoka Mali anasema katika redio hutuba ya halifa ilikuwa inarushwa, na wakati hutuba ya halifa ilipokuwa inarushwa, chief mmoja wa kijiji fulani akatupigia simu na akasema sisi tuende kule kwa ajili ya kufanya mahubiri. Tulipokwenda kule kwa ajili ya mahubiri, chief akasema wakati halifa alipokuwa anaeleza matukio mbalimbali ya nchi mbalimbali kuhusu baraka ya michango ya wakfa jadid, sisi tulisikitika kwamba sisi hatupo katika orodha huu. Kwa nini hatukuweza kushiriki katika mchango huu? Ndio maana mimi nimekupigia simu uje hapa na utuhubiri. Kwa hiyo baada ya mahubiri watu 85 walijiunga na jumuiya, na watu vile vile walitoa franc maelfu kadhaa katika mchango wa wakfa jadid. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa njia za ajabu anafikisha jumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile anaimarisha imani ya wanajumuiya. Kutoka Benin, Bashiri anaandika katika mkoa wa Lekosa, wanajumuiya walikumbushwa kuhusu mchango, na baadaye tulikuwa na jalsa ya mkoa. Wanajumuiya walikumbushwa wahudhurie jalsa salana. Bana Ghafar sahab akaja akasema mimi nilikusanya nauli kwa ajili ya kuhudhuria jalsa, lakini sasa mchango pia ni muhimu, niambie nifanye nini. Nikamwambia kwamba yeye ahudhurie jalsa salana, Mungu atamjalia fadhila zake, mchango ataweza kutoa baadaye. Kwa hiyo wakati wa jalsa alipokutana nami akanipatia fedha kiasi fulani, akasema kwamba pokea mchango wangu. Anasema mimi nikamwambia katibu wa fedha kwamba mkatie risiti. Katibu wa fedha akasema kwamba Ghafar sahab ametoa fedha aliyoweka kwa ajili ya nauli ya jalsa salana, na yeye amekuja kuhudhuria jalsa salana kwa miguu pamoja na familia yake, na fedha aliyoweka kwa ajili ya nauli ametoa katika mchango wa wakfa jadid. Hazur anasema hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amempatia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wanamsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivi wanatakasa nafsi zao na wanakuwa tayari kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika hao ndio ni wale watu ambao kwa kweli kweli wanatimiza haki ya bayati yao. Ikiwa hawa wapinzani ambao ni vipofu wa akili wanaweza kufikiria na wanaweza kupewa akili kidogo, wanaweza kujua mara moja kwamba imani hii inapatikana katika wanajumuiya, na hali yao ya kujitolea ni mfano mzuri na ni vile vile ni dalili madhubuti ya ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa
hawa si vipofu wa akili. Bila shaka hoja hii inatosha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa sayyidina alayhi salatu wassalam. sayyidina alayhi salatu wassalam ambaye alikuja kwa ajili ya kuisha mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa waislamu wanapata akili, na lao Mungu awapatie akili hawa waislamu, ikiwa wanapata akili katika hali hii, basi Islam inshallah taala itaenea duniani kote na itapata ushindi duniani kote. Na fedheha inayopatikana siku hizi ya waislamu na jinsi Islam inafedheheshwa siku hizi, ikiwa watu hawa wanajiunga na sayyidina alayhi salatu wasalam, basi tutaona hali itakuwa kinyume na hali hii. Basi sisi tumepewa jukumu hili kwamba tujirekebishe hali zetu, tuiname mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tufanye mahubiri sana, na vile vile tujitolee katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwaelezee watu hawa uhakika wa Islam. Hazur anasema sasa mimi nitaeleza taarifa ya mchango wa Waqf Jadid kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Mwaka 61 wa Waqf Jadid umekwisha katika tarehe 31 wa Disemba. Katika mwaka huu uliopita wa Waqf Jadid, Jumuiya Ahmadiyya imetoa 191,034, na mwaka huu mchango ulikuwa zaidi 200,000, na Pakistan imeshika nafasi ya kwanza. Na baada ya Pakistan, nchi zilizoshika nafasi mbalimbali, Uingereza ni ya kwanza. Katika Tahrika Jadid Germany ilishika nafasi, na Mir Sahib alisema katika Waqf Jadid tutashika nafasi ya kwanza. Kwa hivyo Uingereza umeshika nafasi ya kwanza. Mwenyezi Mungu awazidishie imani wanajumuiya wote waliotoa mchango wa Waqf Jadid, na Mungu awajalie waweze kupata kutoa mchango zaidi. Kisha ni Germany na Amerika na Canada. Hazur anasema nataka kusema kuhusu Marekani kwamba kuna tofauti ndogo katika Amerika na Canada. Ikiwa hawafanyi juhudi watarudi nyuma zaidi. Canada imeshika nafasi ya 4. 5 ni India, Australia, Indonesia. Kuna jumuiya moja Middle East, kisha ni Ghana, kisha ni jumuiya ya Middle East. Amerika imeshika nafasi ya kwanza katika mchango kwa kila kichwa. Ghana imeshika nafasi ya kwanza. Mauritius, Nigeria, Tanzania, Burkina Faso na Benin, nchi hizi zimeshika nafasi katika Afrika. Mwaka huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu 17,025 ni watoaji wa mchango, na 123,000 idadi imeongezeka mwaka huu. Nigeria imefanya kazi nzuri. Sierra Leone, Nigeria, Cameroon, Benin, Gambia, Congo Kinshasa, Tanzania, Liberia na Senegal, hizi ni nchi ambazo zimefanya kazi nzuri katika kuongeza idadi ya watoaji. Katika Waqf Jadid inakuwa mchango wa watoto na watu wazima, hususan katika Pakistan na Canada pia mpango huu unapatikana. Jumuiya 3 ya Pakistan ni Lahore, Rabwa na kisha ni Karachi. Na wilaya ilishika nafasi ya kwanza ni Sialkot, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas na Dera Ghazi Khan. Hizi ni wilaya zilizoshika nafasi katika makusanyo ya mchango wa Waqf Jadid. Upande wa ofisi ya watoto, jumuiya 3 ya Pakistani Lahore, Karachi na 3 ni Rabwa. Na katika mchango wa watoto wilaya zilizoshika nafasi ni Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Sheikhupura.
umarkot na nankana saheb. Katika makusanyo jumuiya 10 za Uingereza ni Worcester Park, Masjid Fazal, Birmingham South, Gillingham, Birmingham West, Islamabad, Hayes, Bradford North, New Malden na Glasgow. Na mikoa ilishika nafasi ni London ni imeshika nafasi ya kwanza, kisha Midland, North East na Middlesex region imeshika nafasi ya 5. Na katika mchango wa watoto jumuiya za Uingereza, Bradford South nambari ya kwanza, Glasgow, Roehampton, Islamabad, Roehampton Mitcham Park, Battersea, Mosque West. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo mchango wa watoto. Katika Germany, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Moorfielden, Detzenbach. Hizi ni mikoa zilizoshika nafasi katika makusanyo wa mchango wa wakfu jadid katika nchi ya Germany. Na jumuiya 10 za Marekani ni hizi: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Houston, Dallas, Laurel, Georgia, Carolina, York. Na mikoa ya Canada 10: Calgary, Peace Village, Vancouver. Na jumuiya 10 ni Durham, Edmonton, Saskatoon North, Saskatoon South, Montreal West, Breton West, Hamilton West, Abbotsford. Na ofisi ya mchango wa ofisi ya watoto Bradford, Milton South, Saskatoon. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo mchango wa watoto. Jumuiya mikoa ya India ni Kerala, Kashmir, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, West Bengal, Punjab na Uttar Pradesh. Na jumuiya zilizoshika nafasi ni Hyderabad, Calicut, Qadian, Pathaparayam, Calicut, Kolkata. Hazur nasema Hyderabad imeshika nafasi ya kwanza, si Calicut imeshika nafasi ya 4. Kolkata, Bangalore, Chennai, Karolai, Rishinagar na Delhi. Hizi ni jumuiya 10. Na jumuiya 10 za Australia ni Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Brisbane, Adelaide South, Brisbane, Logan, Canberra na Wolverhampton. Na mchango wa wakfu jadid ya watoto Adelaide South, Melbourne, Berwick, Brisbane South, Marsden Park, Castle Hill. Hazur anasema majina haya yameandikwa katika lugha ya Kiurdu, huenda matamshi yake si sahihi. Mwenyezi Mungu awajalie watuaji hawa wote waendelee kupata baraka na hawa waweze kutoa zaidi katika njia ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم